Senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi hospital from conmen, from fraudsters and from... Aliyekuwa mkurugenzi wa hospitali ya Nairobi Dr. Job Obwaka ayaga dunia, huku mwanamke wa miaka 45 akikamatwa kwa madai ya kuulizwa maswali kwa kuhusika kwa kifo cha Job Obwaka. Karibu sana mtazamaji, nikujuze hii ni Expertise 24/7. Aliyekuwa mkurugenzi wa hospitali ya Nairobi Dr. Job Obwaka aliweza ni kuiaga dunia siku ya jana, na ripoti ambazo ziliweza ni kuwa zikizambaa katika mitandao ya kijamii na zikaweza ni kudhihirishwa na watu tofauti ikiwemo hospitali ya The Nairobi Hospital. Imekuwa ni muda tu baada ya Dr. Job Obwaka kuweza ni kuwa ameweza ni kukamatwa na akaweza ni kuwasilishwa katika kukamatwa na akaweza ni kulala pale katika seli za maafisa wa polisi, kisha na maana akaweza ni kuwasilishwa katika mahakama. Baadaye aliweza ni kuachiliwa na dhamana, huku uchunguzi ulikuwa ukiendelea. Sasa Dr. Job Obwaka alikuwa ni mkurugenzi mkuu katika hospitali ya The Nairobi Hospital, na ni vizuri uweze kufahamu kwamba The Nairobi Hospital ni moja miongoni mwa hospitali ambazo ni tajika zaidi hapa katika nchi yetu ya Kenya, na imekuwa ni muda mfupi tu baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza ni kudhibitisha ama kuweza ni kupitisha ripoti kwamba aliweza ni kuwa amefikishiwa ripoti na madaktari wengine pamoja na board members kwamba aweze ni kuingilia mambo ambayo alikuwa akiendelea pale katika The Nairobi Hospital. Senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi hospital from conmen. Haya yote yakiendelea, mtazamaji, kuna ripoti ambayo imeweza ni kupitishwa na vyombo vya habari na ikaweza ni ikizambaa kwamba kuna mwanamke wa miaka takriban 45 ambaye ameweza ni kukamatwa kwa madai ama kwa kuweza ni kukamatwa na maafisa wa polisi ili aweze ni kuwa akisaidia kwa uchunguzi kwa madai kwamba alikuwa ni moja miongoni mwa watu ambao waliweza ni kuwa na Dr. Job Obwaka katika wakati wake ama masaa yake ya mwisho pale. Inaweza ni kuhusikana kwamba aliweza ni kuwa na Dr. Job Obwaka katika maeneo ya Kitengela. Hayote yanaendelea. Hii ni jambo ambalo linaweza kukwambia kwamba iwapo maafisa wa polisi wameweza ni kumkamata mtu ambaye labda anahusishwa ama labda akiwa ni kama mtu ambaye labda anakamatwa kwa madai labda kama ile ya kuaga kwa Dr. Job Obwaka, hii ni ripoti ambayo labda inaweza kukwambia kwamba kifo cha Job Obwaka kiko na maswali pale ya labda ni nini kilichoweza ni kupata ni kuendelea. Ni vizuri uweze kufahamu kwamba Dr. Job Obwaka alikuwa ni mzee na alikuwa na miaka 80 nafikiri na 83, na ni jambo ambalo liweza ni kuwa baada ya Dr. Job Obwaka kuweza ni kukamatwa pamoja na wengine pale wahusika katika The Nairobi Hospital kwa madai tofauti. Alikuwa ni mzee sana, na labda kuweza ni kulala katika seli ya maafisa wa polisi kwa mzee kama yule wa makamu ilikuwa ni jambo ambalo ni kuhuzunisha zaidi. Ni mambo ambayo tuliweza ni kuona yameweza ni kukemewa na wanasiasa tofauti pamoja na viongozi. Miaka over 80 daktari ati anapelekwa police station anafugiwa huko kwa sababu kuna mambo yenyewe yalikuwa yakiendelea wakati ambapo labda wananchi pamoja na wanasiasa wengine walikuwa wakihisi kwamba labda hata ingawa William Samoei Ruto ambaye ndiye rais wa Kenya alikuwa akisema ni kwamba ni moja miongoni mwa patron wa The Nairobi Hospital, watu wengi walikuwa kiweza ni kumueleza kwamba labda ni kosa kuweza kujihusisha na labda The Nairobi Hospital mwanzo ni moja miongoni mwa hospitali ambazo labda ni kama partnership pale, na labda mambo ambayo yaliweza ni kuwa kiendelea baadaye. Tuliweza ni kuona mambo yale yaliweza kwanza ni yakaweza ni yakapotelea, na mambo yenyewe yaliweza ni kujiri hapo siku ya jana baada ya ripoti kuweza ni kujiri kwamba Dr. Job Obwaka ambaye alikuwa ni mkurugenzi mkuu rasmi wa hospitali ya Nairobi aliweza ni kuiaga dunia, na pia tumeweza ni kuona ripoti kwamba kuna mtu ambaye ameweza ni kukamatwa kwa madai ya kwamba labda kuweza ni kusaidia kwa uchunguzi wa maafisa wa polisi ili waweze ni kuchunguza nini haswa kiliweza ni kupata ni kuendelea. Ni vizuri basi tuweze ni kungoja ripoti ya nini haswa ambacho kiliweza ni kuendelea pale wakati ambapo labda Job Obwaka aliweza ni kuiaga dunia, ili siweze ni kuona ripoti kamili. Hayo yanaendelea ambapo nimeweza ni kuona
ripoti ambazo ikiwa ni za rambirambi kwa familia na marafiki wa Dr. Job Obwaka ambazo zimeweza ni kuachiliwa na viongozi tofauti tofauti. Nimeweza ni kutafuta kupekua ili niweze ni kuona labda ama Rais William Ruto aliweza ni kuacha ama rizala za rambirambi, lakini sijaweza ni kuona ripoti kamili ya Rais William Ruto ama Ikulu. Lakini kuna ripoti ambayo nimeweza ni kuiona pale na ni aliyekuwa naibu wa rais na ndiye kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua, na ndio hii hapa mtazamaji wangu uweze ni kuitazama. Asante sana. Hiyo ni ripoti rasmi ambayo iliweza ni kuachiliwa ikiwa ni kama rizala za rambirambi labda za kuweza ni kusaidia ama labda ni kuweza ni kutuma rambirambi pale kwa familia pamoja na marafiki wa Dr. Job Obwaka. Pia kuna ripoti nyingine ambayo iliweza ni kuachiliwa ikiwa tu ni rambirambi kwa familia na iliweza ni kuachiliwa na mwandishi mkuu wa chama cha DCP na alikuwa ni mwandishi mkuu wa chama cha UDA pale Cleophas Malala. Lakini ripoti ya Cleophas Malala iko na mambo ambayo labda pia uweze ni kuitazama hapa mtazamaji wangu. Ripoti ambayo imeweza ni kuandikwa na Cleophas Malala ikiweza labda ni kuwa ni ripoti ya kuweza labda ni kufikishwa pale labda ama kuweza ni kuweka pale katika mitandao ya kijamii. Ni vizuri uweze ni kufahamu kwamba wakati kuna mtu ambaye ni mashuhuri ambaye ameweza ni kuiaga dunia, wanasiasa wanajitwika pale ili ni kuweza ni kupatiana ripoti yao ya kuweza ni kurusha rambirambi zao pale kwa rafiki, jamaa pamoja na familia za aliyeweza ni kuiaga dunia pale na ni Job Obwaka ambaye alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa Nairobi Hospital. Mtazamaji, hiyo ilikuwa ni ripoti rasmi. Naweza nikufahamisha kwamba Dr. Job Obwaka aliweza ni kuiaga dunia. Ni ripoti ambayo iliweza ni kudhihirishwa pamoja na the Nairobi Hospital, na inasemekana kwamba Dr. Job Obwaka aliweza ni kuzirai na akaweza ni kukimbizwa katika hospitali ile ya the Nairobi Hospital, lakini ikaweza ni kusemekana kwamba aliweza ni kuiaga dunia wakati ambapo aliweza ni kufikishwa pale, aliweza kuwa tayari ameweza ni kuiaga dunia. Na pia kuna mwanamke ambaye ameweza ni kukamatwa akiweza ni kutarajiwa kuweza ni kuulizwa maswali labda na maafisa wa polisi, ikisemekana kwamba alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu ambao alikuwa na Dr. Job Obwaka nyakati ama masaa yake ya mwisho pale katika maeneo ya Kitengela. Hii ni Expertise 24/7. Ni vizuri uweze kupata kufahamu kwamba ripoti hizi tumeweza ni kuzipata na tunakuwa tukifahamisha mwanzo. Wewe ndiye mtu ambaye tunakutengenezea kazi kama hii ili uweze ni kuwa ukiweza ni kufahamu nini ambacho hasa kinaweza ni kuwa kikiendelea pale kila wakati. Asante sana mtazamaji, hii ni Expertise 24/7 na kufahamisha ripoti zinavyojiri kutoka hapa Kenya, East Africa pamoja na dunia mzima. Kuchukua muda wa sekunde moja peke yake kuweza ni kusubscribe ili uweze ni kuwa ukipata habari bora na bora kabisa wakati wote zinajiri. Hii kutoka hapa Expertise 24/7. Asante sana kwa muda wako. Mungu akulinda. Tuweze nikupatana katika nafasi nyingine hapa bado Expertise 24/7.